Nashukuru Mungu nimetoka kwenye ile nyumba ya ajabu. Hii hapa ni sehemu ya pili ya simulizi ya Eliza, ambapo giza linazidi kutanda na siri za baba yake zinaanza kufichuka. Baada ya kumwona rafiki yangu akitafunwa kama kuku na kiumbe kile ambacho kilijigeuza kuwa bosi wangu Sule, akili yangu iliruka. Nilitamani kuzimia ili nisione kile kinachoendelea, lakini Sule hakuniruhusu. Alinishika kidevu kwa mkono wake uliokuwa na baridi kama barafu, akinitazama kwa yale macho yake yaliyokuwa yakibadilika rangi kutoka weusi kwenda uwekundu wa damu. Eliza, alisema kwa sauti iliyokuwa ikitetema kama milio ya viumbe wengi kwa pamoja. Kumbuka, wewe ni mke wangu halali. Baba yako alikuuza kwangu kabla hata hujavunja ungo. Damu ya rafiki yako imetumika tu kutia muhuri wa makubaliano yetu. Nilitetemeka mwili mzima. Kumbe baba yangu, mtu niliyemwamini, ndiye aliyekuwa adui yangu mkubwa. Hapo ndipo nilipoelewa kwa nini mama yangu alikufa katika mazingira ya kutatanisha. Je, mama naye alikuwa kafara ya utajiri wa baba? Sule aliniamuru nibaki chumbani kwangu. Nyumba nzima ilibadilika. Harufu ya manukato ya ajabu sasa iligeuka kuwa harufu ya nyama iliyooza. Kuta za kifahari nilizoziona mwanzo sasa zilionekana kuwa na michirizi ya damu iliyokauka. Nilijua kuwa nisipotoroka usiku ule, sitaona jua la kesho. Saa 8 za usiku, huku kukiwa na ukimya wa kutisha, nilijaribu kufungua mlango wa chumba changu. Kwa mshangao, ulikuwa wazi. Nilitembea kwa kunyata nikipita sebuleni, ambapo Sule alikuwa amekaa kwenye kiti cha enzi kilichotengenezwa kwa mifupa ya binadamu. Ndivyo nilivyohisi. Alikuwa amelala, au labda alikuwa kwenye ulimwengu wake wa majini. Nilifanikiwa kutoka nje ya jengo lile. Nilipofika getini, nilikutana na yule kiumbe cha ajabu alichokiona baba yangu. Safari hii kiumbe kile kilinitabasamu na kusema kwa sauti ya chini, "Nenda Eliza, lakini kumbuka, mumeo ameshaweka alama kwenye moyo wako. Huwezi kukimbia kivuli chako mwenyewe." Nilikimbia bila viatu mpaka nyumbani kwa baba yangu. Nilipofika, nilimkuta baba amekaa sebuleni akiwa amezungukwa na ule moshi wa udi na dawa za kienyeji. Alikuwa na yule mganga aliyempigia simu. "Baba," nilipiga kelele huku ninalia kwa uchungu. "Kwa nini umenifanyia hivi? Kwa nini umenitoa kafara kwa jini?" Baba yangu alianguka magotini na kuanza kulia. "Eliza mwanangu, nisamehe. Nilikuwa na shida ya utajiri, nikaingia mkataba na Sule. Nilidhani atakuoa tu kama mke wa kawaida, sikujua ni jini mla watu." Mganga alisimama na kusema kwa sauti nzito, "Mzee, kulia hakusaidii sasa. Sule anakuja. Ameshakasirika kwa sababu binti yake ametoka kwenye himaya yake bila ruhusa. Maandalizi ya vita ya kiroho yaanze sasa hivi. Sule afika Jahannam katika ardhi ya Dar." Ghafla upepo mkali ulivuma na kuzima taa zote za nyumba. Harufu ile ya manukato ya Sule ilitanda. Milango ilianza kujigonga kwa nguvu. Sauti ya Sule ilisikika ikitokea kila upande. "Eliza, Eliza, unadhani mzee huyu mwenye dawa za mitishamba anaweza kunizuia? Mimi ni mfalme wa majini ya bahari. Umekuja kwa huyu mbwa aliyekuuzia kwangu?" Ghafla kuta za nyumba zilianza kupasuka. Kile kiumbe chenye sura ya kutisha kama unavyokiona kwenye picha yangu hapo juu kilijitokeza katikati ya sebule. Mganga alijaribu kurusha unga wa dawa, lakini Sule alimshika shingo na kumnyanyua juu kama karatasi. "Huyu ndiye mtetezi wako?" Sule alicheka huku akimponda yule mganga ukutani. Kisha akamgeukia baba yangu. Kwa mkono mmoja, Sule alimvuta baba yangu na kumtupa kwenye shimo ambalo lilijitokeza ghafla katikati ya sakafu. Shimo la giza lililokuwa linatoa harufu ya kiberiti. "Ulinitupa mimi kule nyumba jini, sasa ni zamu yako baba." Niliwaza kwa uchungu, ingawa niliumia kumwona baba akipotea. Sule alinitazama mimi. Uso wake sasa ulikuwa nusu mwanadamu na nusu jini la kutisha. Sule alisimama mbele yangu, nusu ya uso wake ukiwa na ngozi ya kigamba na jicho jekundu linalowaka kama makaa ya mawe. Alinishika mabega na kunivuta karibu na lile shimo ambalo baba yangu alikuwa ametumbukizwa. "Unataka kujua kwa nini mama yako alikufa?" Sule aliniuliza kwa sauti ya chini iliyokwaruza masikio yangu. "Mama yako hakuuawa na Mungu kama baba yako alivyokudanganya. Mama yako alijaribu kukuokoa. Siku baba yako alipopokea utajiri wake wa kwanza, alitakiwa kutoa sadaka ya mtoto wake wa kwanza. Mama yako aligoma, akataka kutoroka na wewe usiku ule, lakini mimi nilimzuia." Machozi yalinichuruzika. "Ulimuua mama?" niliuliza kwa sauti ya kinyonge. "Yeye alichagua kufa badala yako," Sule alijibu kwa tabasamu la kikatili. "Alibadilishana maisha yake na yako. Lakini mkataba wa baba yako ulikuwa na nguvu zaidi. Alama ulionayo mwilini mwako ni roho ya mama yako inayokulinda, lakini pia ni sumu inayokufanya uwe wangu milele." Ghafla, Sule alianza kunivuta kuelekea kwenye lile shimo la giza.
Nilihisi harufu ya moto na kusikia mayowe ya watu waliopotea. Lakini nilipofika ukingoni mwa shimo lile, nilisikia sauti ya upole ya kike ikiniita, "Kinyota Eliza. Eliza, usikate tamaa." Ilikuwa sauti ya mama. Ghafla, ile sehemu ya uso wangu iliyokuwa imeanza kubadilika kuwa kama ya jini, kama unavyoona kwenye picha, upande wa kushoto wenye kovu na jicho la kutisha, ilianza kutoa mwanga mkali. Huo haukuwa mwanga wa kichawi wa Sule, ulikuwa mwanga wa neema. Nilikumbuka maneno ya mwisho ya mama yangu siku nikiwa mdogo. "Mwanangu, kila unapoona giza, tafuta nuru ndani yako." Nilitumia nguvu zangu zote nikajiondoa kwenye mikono ya Sule. Nilishika kidani mkufu kidogo cha mama ambacho nilikuwa nimevaa tangu utotoni na kukishika kwa nguvu. Sule alipiga yowe la maumivu kama vile amegusa moto wa petroli. "Huwezi kunitawala," nilipiga kelele. "Mkataba wa baba yangu haunihusu mimi. Mimi ni kiumbe huru." Ardhi ilianza kutetemeka. Nyumba ya baba yangu ilianza kupata nyufa kubwa. Sule alianza kuyeyuka, akirudi kwenye umbo lake la jini la kutisha, huku akijaribu kunivuta naye shimoni. Lakini nguvu ya ule mkufu na upendo wa mama yangu ulikuwa kama ukuta usiopitika. Kwa mlipuko mkubwa wa mwanga, Sule alitumbukia ndani ya lile shimo, akimfuata baba yangu na utajiri wao wa kudhulumu. Shimo lilifungika ghafla, na nyumba ikawa kimya. Nilibaki peke yangu kwenye magofu ya nyumba, nikitazama jua la asubuhi likichomoza Dar es Salaam. Nilijitazama kwenye kioo cha mlango kilichobaki. Uso wangu ulikuwa umerudi katika hali yake, lakini kovu lile dogo la ule upande wa jini lilibaki kama ukumbusho. Ndugu zangu, huu ndio ushuhuda wangu. Leo hii naishi maisha ya siri, nikijua kuwa ulimwengu huu una mambo mengi kuliko tunavyoona kwa macho. Utajiri wa haraka, mikataba ya giza na tamaa ya wazazi inaweza kuangamiza kizazi kizima. Baba yangu alitafuta mali kwa kutoa kafara familia yake, na mwisho wake umekuwa ni shimo la giza milele. Mimi Eliza nimebaki kusimulia hadithi hii ili wewe kijana unayetafuta maisha ujue kuwa njia ya mkato ni njia ya mauti. Usitamani vya haraka, kwani nyuma yake kuna nyumba jini inayokusubiri. Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya Eliza na nyumba jini. Mimi ni Bookstory, elimu na burudani kwa wote.